Msemaji wa kijeshi wa kundi la waasi la M23, Willy Ngoma, ameuawa katika shambulio la droni lililofanywa na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC mashariki mwa nchi hiyo siku ya Jumanne, kwa mujibu wa maafisa wawili waandamizi wa waasi hao, mwanadiplomasia wa kikanda na mshauri wa magharibi wa serikali, Reuters imeripoti. Shambulio hilo lilitokea karibu na mji wa Rubaya, mkoa wa Kivu Kaskazini, majira ya saa 3 kamili usiku, na lilikuja baada ya siku kadhaa za mashambulizi endelevu ya droni katika eneo hilo yaliyoelekezwa na jeshi la Kongo, kwa mujibu wa mmoja wa maafisa waandamizi wa M23 aliyezungumza na Reuters. Rubaya ni kitovu muhimu cha uchimbaji wa madini ya coltan, kikizalisha takribani 15% ya usambazaji wa dunia, jambo linaloifanya kuwa ngome muhimu ya kifedha kwa waasi wa M23. Hivi karibuni serikali ya Kongo iliongeza Rubaya kwenye orodha fupi ya migodi ya kimkakati inayopendekezwa kushirikishwa na Marekani chini ya mfumo wa ushirikiano wa madini. Kuuawa kwa Ngoma kunakuja wakati juhudi za kusitisha mapigano zinazoongozwa na Qatar zikiendelea, huku Kinshasa na M23 wakiwa wamesaini makubaliano jijini Doha ya kuanzisha utaratibu wa pamoja wa ufuatiliaji na uthibitishaji wa usitishaji mapigano, ukiwahusisha Qatar, Marekani na Umoja wa Afrika kama waangalizi. Ngoma alikuwa chini ya vikwazo vya Umoja wa Ulaya tangu Desemba 2022 kutokana na jukumu lake kama msemaji wa M23. Msemaji wa ikulu ya Kongo alikataa kutoa maoni, huku msemaji wa jeshi la Kongo akishindwa kujibu mara moja. M23, ambalo Umoja wa Mataifa unasema linaungwa mkono na Rwanda, linadhibiti maeneo makubwa ya mikoa ya Kivu Kaskazini na Kivu Kusini baada ya mashambulizi ya haraka mwaka jana, ambapo waasi hao waliteka miji ya kimkakati ya Goma na Bukavu. Waasi hao pia waliteka kwa muda mfupi mji wa Uvira mwezi Desemba, lakini jeshi la Kongo liliutoa tena mwezi uliopita. Kongo ilifungua tena mpaka wake na Burundi katika eneo hilo siku ya Jumatatu. Ujumbe wa kulinda amani wa Umoja wa Mataifa nchini Kongo umetuma timu ya pamoja ya tathmini kwenda Uvira wiki hii kusaidia utekelezaji wa utaratibu na ufuatiliaji wa usitishaji mapigano uliokubaliwa Doha na kutathmini hali ya usalama katika eneo hilo. Hili ni pigo kubwa sana kwa M23 baada ya msemaji wake wa kijeshi Willy Ngoma kuuawa, ambaye alikuwa maarufu sana kipindi kile ambacho waliweza kuuteka mji wa Goma. Basi endelea kuungana nasi mtazamaji, tutakuleta taarifa hii kwa ukubwa kabisa. Cha msingi uweze kusubscribe, kulike, kukomenti pamoja na kushare.